Unapoiona rangi unayoitazama hivi sasa kupitia screen yako, iwe ya simu ama ya TV, kinachokujia kichwani ni kitu kimoja tu, kuwa hawachezi. Ndivyo ambavyo waliamua paka pale ambapo mustakabali wa bodi ya ligi ulipofikiwa kuwa tarehe 15 ya mwezi wa 6 itakuwa rasmi dabi ya Kariakoo. Muda husika wa mchezo bado, lakini tutajua ikifika tarehe yenyewe husika itakuwa saa 1 kamili, saa 12 ama saa 10 za jioni. Nipo na Kachumita kuzungumza wao kama wananchi, wanachama wa klabu ya Young Africans. Msimamo wao ni huo wa klabu au wana maoni tofauti na vile ambavyo klabu imesimama? Hali yako iko vipi my brother? Mimi salama kabisa, sina shaka. Na usemi wetu ni mmoja tu kwamba hatuchezi. Na wewe unashikilia hapo? Nashikilia hapo na nina sababu ya kusema hatuchezi kwa sababu na kwa nia na kwa madhumuni waliotuambia viongozi wetu ambao tumateua na kuwachagua kukawimi nafasi hizo na kufanya badala yetu, na tunaona wako sahihi kabisa. Hatuchezi na hakuna sababu ya kucheza. Hakuna kanuni inayowaruhusu kutokufika uwanjani. Kwa maana kanuni zote zinawataka Young Africans wafike uwanjani siku ya mchezo. Kwa nini muone Simba Sports ni sehemu ya wanufaika ya maamuzi yaliyofanyika tarehe 8, hususan mkitaka bodi ya ligi kujiuzuru? Mimi kila siku napita uwanjani. Kwa maana ya uwanja sisi hatufiki, tumesema hatuchezi. Kwa maana kila mchezo huwa unaainishwa utachezwa lini, wakati gani, nani mwenyeji, nani mgeni. Sasa kwa sababu hizo sisi hatuchezi. Kwa sababu mchezo wa namba 184 tulishatangaziwa utachezwa tarehe 8 Machi na vigezo vyote vilitimia. Wenzetu wakufika uwanjani na bodi ya ligi haikutupa sababu za msingi kwa nini mchezo umeahirishwa. Ndio sababu inayotufanya sisi tusicheze basi. Hakuna nyingine. Na sasa hivi barua ambayo maelezo yao ni kwamba tutatakiwa kucheza Juni 15. Kwa nini tucheze Juni 15 wakati tunatakiwa tucheze Machi 8? Kwa sababu mchezo ulihairishwa. Mchezo ulihairishwa kwa kanuni ipi? Kwa sababu sisi tulikuwepo wanaotakiwa kucheza. Kanuni ambayo wanadai ilivunjwa ni kutoa ruhusu wenyeji au wageni kufanya mazoezi kabla ya masaa 24 kuendelea mchezo wetu. Lakini inasema kwamba usiporuhusiwa kuingia kufanya mazoezi usicheze. Inakupa hiyo fursa. Inakupa fursa gani? Kwamba vyama vilivyoainisha vimeweka usipotekeleza kuna sheria inayokuruhusu kwamba utapigwa faini ama utaadhibiwa vinginevyo. Lakini si kutoingia wapi? Uwanjani. Sasa kwa nini wao TFF au bodi ya ligi walikiuka? Amuoni kama kwa maamuzi haya sasa mnataka kuwapanda kichwani mamlaka, kuona kwamba nyie mpo juu ya mamlaka, hamchezi? Hapana, mamlaka si kwamba inakuwa ipo kama mamlaka tu bila kuwa na sababu. Mamlaka inakuwepo kutekeleza kanuni na sheria. Inapokwenda against, nasi pia tunaona kwamba ndio maana tunatoa sababu kwamba hatuna imani nao kwa sababu wanakiuka kile walichojipangia. Kanuni zinasema tufanye hivi, wao wamebadilisha tufanye hivi. Sisi tuwezi kukubali hilo jambo. Sasa kusudi kesho na kesho kutwa wanufaika wa vilabu vyote Tanzania waende katika mstari uliokuwa mnyofu. Hawa jamaa tunataka wang'oke, waache nafasi. Kinachowastajabisha wengi Kachumita ni kwamba Young Africans haina imani na bodi ya ligi. Lakini kwa nini toka tarehe 8 hawakusimama kucheza michezo ambayo inapangwa na hao bodi ya ligi ambao hawana imani nao? Na mmeendelea kucheza mechi kadhaa toka tarehe 8 mpaka tunazungumza hivi sasa, mnaendelea kushiriki kwenye ligi ambayo inasimamiwa na bodi ambayo ninyi hamna imani nayo. Hamuoni kama mnakinzana na kile mnachokifanya hivi sasa? Hapana. Unaweza ukawa unaumwa ukaenda hospitali wakaandikia Panadol, lakini ukaonekana una allergy na Panadol. Lakini kwa nini unaitumia? Sisi bwana kwa upande wa Simba tumesema hatuna imani nao. Sisi tutacheza na KMC katika mashindano ya NBC. Sisi hatutocheza na Simba kwa sababu ule mchezo wao ulikwisha pita na bodi ya ligi inalijua hilo. Sasa hizi figisu zinazofanyika hapa sisi hatuwezi kuzikubali. Ukitaka kujua kwamba Simba tumuogopi, sasa katika kombe la CRDB kwa sababu naye anakuja anashinda kuna dalili za kukutana naye. Tutacheza naye vizuri sana tu. Akiingia tu kwenye 18 zetu tunamfyatua. Hatuna shaka, hatuna shida naye. Lakini katika ligi ya NBC hatutorejeana naye kwa sababu kanuni na sheria zilikiukwa. Hilo liko wazi. Hiyo haihitaji knowledge ya university au sheria. Ni vitu tu hata wewe unaweza kuvijua kwamba wale jamaa walikiuka taratibu na sheria, sisi hatutokubali kucheza. Mpaka wang'oke. Waking'oka tunajua wanaokuja sasa watakuja kutekeleza nini? Sheria na kanuni tulizojiwekea. Mlipeleka kesi kasi kwa kuamini kwamba mtapata majawabu sahihi ya kile ambacho mmeshindwa kukipata ndani. Lakini hamkujua kwamba kuna vielelezo vilivyokuwa vinatakiwa na kasi kabla ya kupeleka shauri lenu kule?
tulivijua sana. Unajua timu yetu inaongozwa na rais ambaye ndio rais wa vilabu barani Afrika. Yule mtu akuchaguliwa kwa bahati mbaya. Ana wanasheria, ana washauri, ana viongozi wenzake ambao anaweza kujadiliana nao. Hiyo tulikuwa tunalijua. Na tulikwenda mbali zaidi kwa sababu sisi ni Watanzania, tunajuana kwa tabia. Tuna kigezo cha siku 21 baada ya tukio. Ukichukua lalamiko lako CAF na ni CAS baada ya siku 21, hili jambo linakuwa ni battery. Kwa sababu kule wanaenda kusikiza rufani. Tulichofanya ni kupeleka lile shauri kama taarifa lifunguliwe faili. Then tunajua hatukidhi vile vigezo. Na ndio maana tumekuwa tunasubiri tupate taarifa ya CAF na bodi ya ligi. Sasa hivi ilikuwa ishapita miezi mingapi? Sasa hivi ni miezi mitatu. Kwa hiyo lisingesikilizwa. Kwa hiyo kitu tunachofanya sasa wameturejesha huko. Kuna watu fulani hivi ambao wanatumia nasema sijui wanatumia nini. Sina lugha nzuri naweza kaiongelea. Yes, wanasema kwamba unajua Yanga wamekwenda kule CAS wameshindwa. Sisi tunaweza kashindwaje wakati kesa hajasikilizwa? Sisi tumepewa mwongozo. Tumepokea, lakini tuna dokumenti 1, 2, 3 tunazitaka zitoke kwenye mamlaka za mpira za nchi yenu ili tuendelee na shauri. Sasa hujakujua kwamba TFF na bodi ya ligi wanajichanganya. Walipoahirisha mechi ilikuwa ichezwe tarehe 8 saa 1. Usiku sisi Simba kabla ya jana yake Simba waliandika barua usiku kwamba wamezuiwa kuingia uwanjani kufanya mazoezi na hawataleta timu wapi uwanjani. Asubuhi afisa wa bodi ya ligi ametangaza kwamba mchezo huko pale. Na Yanga tukasema kwamba tunakwenda uwanjani kwa sababu mchezo huko pale. Mchana bodi ya ligi wanatoa taarifa kwamba ule mpira umeahirishwa kwa sababu wanazozijua wao ambazo haziko kwenye kanuni. Sio kama unanielewa. Wakasema tunafanya uchunguzi, tutatoa nini? Taarifa. Baada ya Simba kutofika uwanjani na sisi kufika uwanjani, sisi tuliandika barua tarehe 9 kuiandikia bodi ya ligi na TFF kuhusu kulalamika kwa nini Simba hakufika uwanjani. Tupewe pointi zetu 3. Katika recommendation zetu tulikuwa ni 3. Tunailalamikia bodi ya ligi kwa kuahirisha mechi katika taratibu ambazo hazipo. Ya pili TFF, ya 3 Simba Sports Club kwa nini kuleta nini? Timu wakati hawajai kutujibu mpaka leo. Sio kama unanielewa. Na ndivyo mlipopeleka shauri. Yes. Kwa nini hawakutujibu? Na wao wakati huo kiongozi wa TFF, rais wa TFF alikuwa nje ya nchi. Anakuja kwa Simba na Yanga ni walezi wako chini ya TFF. Badala ya kuongea kitu ambacho kidogo kinaweza kuleta mwafaka katika vilabu hivyo, anasema sisi kama hatuwezi kucheza twende kwenye mambo mengine ya sanaa. Yes. Yeye akiwa na maana kwamba anatujibu kiuni kwenye vyombo vya habari, sio kwenye taasisi yake, kwenye ofisi yake. Sisi tukatafsiri kwamba huyu jamaa analeta mambo ya kiuni. Na ndio maana tumeendelea kusisitiza kwamba hatuna imani naye na kila analolipanga sasa tulitekelezi. Tunachofanya sisi twende wapi? CAS. Sasa wameturejesha kwao. Wamepanga tarehe ya dabi tarehe 15 Juni. Wanapangaje tarehe 15 Juni siku ya kucheza wakati hajatupa majibu kwa nini mechi iliahirishwa? Walitakiwa sisi sio wauni, watupe, sisi ni wadau wa TFF. Watupe majibu official kwamba tuliahirisha mechi kwa sababu hii na kwa maswala mlioulizia nyinyi mlicho doubt tunawajibu hivi. Sasa baada ya hapo sisi wanatuambia nini? Na daktari bwana hawezi kukupa vidonge kabla kama amekuandikia bwana nendeni maabara. Ukapima 1, 2, 3. Maabara hawajaweza majibu kwa daktari akakuandikia vidonge. Hapana, hiyo itakuwa ni si sahihi na hiyo inahitaji knowledge ya udaktari, utakufa. Hamuoni kama viongozi wachezesha mchezo wa kombolela ili watoke wao wabutue kopo kwa kuipeleka timu uwanjani? Ninyi mnazipaza sauti kwa kuona kwamba mechi haitochezwa na wanaonyesha msimamo wa klabu kuwa mechi haitochezwa. Vipi timu ikipelekwa uwanjani tarehe 15? Mashabiki na wanachama mtafanya lipi? Hawawezi kupeleka timu uwanjani kwa sababu wale viongozi wetu tumechagua sisi, tuna katiba yetu, kuna katiba na kanuni za TFF ambazo zimekiukwa na watakuwa watu wametukiuka. Na kutukiuka dawa zake unajua nafikiri. Watakuwa hawastahili tena kutuongoza. Kwa sababu tunawaelekeza ambao tunaona kwa sisi wao ni wachache, sisi ni wengi. Sisi tumewapa kama Mike watusemee. Wale watuseme ni yes, ni wawakilishi wetu. Hawezi kwenda tofauti na sisi tunavyotaka. Vinginevyo watueleze sababu kwamba tumekubali kwa sababu 1, 2 ambazo zitakizi, na sababu ambayo inakizi kwa shabiki wa Yanga ni viongozi wa bodi kujiuzuru.
Ndio sababu pekee. Yes, ndio sababu kubwa. Kwa sababu wale wakishajiuzuru hawawezi kubeba maamuzi yale ambayo yamekiuka kanuni. Ina maana watakaoingia watabidi watekeleze kanuni. Maamuzi ya ndani ya viongozi wa Young Africans yanawezaje kuangatua viongozi wa bodi ya ligi eti kwa sababu tu wametaka wajiuzuru na kukosa imani nao? Bodi ya ligi sio chombo cha mwisho cha michezo katika nchi. Kuna watu ambao wameweka pale, kuna chombo kinachosimamia ambao ni shirikisho. Shirikisho kuna chombo kikubwa zaidi ya shirikisho. Naam. Hiyo ni CAF. Sasa wale watu watawajibika kwa sababu hawakutekeleza kanuni. Najua mtu aliyetunga sheria akuacha nafasi. Aliweka kile kigezo kina mstakabali wake. Ukifanya hivi itakuwa hivi, ukifanya hivi itakuwa, usipofanya hivi itakuwa hivi pia. Kwa hiyo hatuwezi kuacha. Kwa namna ulivyozungumza unachokimaanisha ni kwamba bodi ya ligi ijiuzuru kwenye mechi za Simba Sports ila kwingineko mna imani nayo. Si ndivyo? Bodi ya ligi inatakika ngoka kwa sababu kuna mambo mengi sana. Naomba nikupe kitu kimoja. Umekubali Kachumita wewe mwenyewe? Mimi nimekubali. Mechi zingine tunacheza kwa sababu ngoja nikwambie. Kwani mechi ya Simba sisi hatukwenda? Kwenda ulikwenda? Kwa nini hatukucheza? Kwa sababu mechi iliahirishwa. Kwa nini iliahirishwa? Kutokana na hali ya kiusalama. Usalama upi? Kwa sababu kafu ina mtu ambaye imemweka hapa kwa ajili ya usalama, ambaye ripoti yake ndio inapelekea bodi ya ligi kuahirisha mechi. Kwa mahojiano yetu na waandishi wa habari na vyombo vya ulinzi wa nchi, yule mtu hajawahi kutoa ripoti yoyote kwamba kuna viashiria vyovyote. Mfano sasa hivi TFF wamepanga tarehe ya kurudiana dabi. Lakini wale wadau waliokuwa wamekata tiketi, wadau waliokuwa wamesafiri, umesikia na waongelea? Hiyo ni kuonyesha kwamba inadharau kiasi gani kwamba wale watu hawatufai. Sasa wanatakiwa kukaa pembeni, waje watu ambao wanatekeleza sheria na taratibu. Kama huwezi kujali mdau, unajua mpira wa miguu unachezwa lakini mdau ni shabiki. Mdau ni shabiki na ana nafasi kubwa, na ndio maana tunacheza katika uwanja wa mita 50 kwa 100, lakini mzunguko wa uwanja ni zaidi ya mita 2000. Kwa sababu gani? Kwa sababu mshabiki naye ana nafasi kubwa. Na ndio maana ukileta timu ikileta vurugu wanaondoa yule mshabiki uwanjani ili uchezo ukiwa bodi. Unacheza bila kuwa na hamasa. Sasa unapokuwa bodi ya ligi haituthamini sisi washabiki, inatuona kama ngedere. Sisi hatuwezi kukubaliana na hili jambo. Mmejipanga kuzungumza nini pindi ambapo timu itakwenda uwanjani? Kwa nyie sasa hivi mnaungana mkono kwa nguvu kubwa kusema timu haiendi uwanjani. Sisi tuna hatua. Nimekwambia hivi. Sisi tunaweza tukapeleka timu uwanjani. Uenda ikawa tukipewa sababu za kuahirishwa mechi ya Machi 8. Kama tukishindwa kupewa sababu, ina maana wale watu watakiwa wang'oke, waje wengine ambao watatushibisha sisi kwamba wale jamaa walikosea. Sasa kwa madhumuni ya 1 2 3 twende uwanjani tukafanya nini? Tukacheze. La kwanza. La pili, bodi ya ligi wanadharau. Bodi ya ligi wanawezaje kupanga tarehe ya mechi kabla hawajajibu barua yetu ambayo sisi ilikuwa tunalalamika kwa nini mwenzetu hajaja uwanjani? Hiyo ni kuonyesha kwa kiasi gani wale jamaa walitudharau. Simba akuja uwanjani anasema kwa barua yake aliandikia TFF na bodi ya ligi kwamba tulimzuia kuingia hapa uwanjani kufanya mazoezi. Juzi Simba walizuia kuingia uwanjani kule walikuwa wanacheza JKT. Waliingia uwanjani? Waliingia wakafanya mazoezi. Waliingia lakini walizuiliwa kuingia na vile vitu ambavyo tuliwazuia sisi. Hata kule sisi tuliwazuia wenzao, tuliwaambia wachezaji na benchi la ufundi waingie uwanjani wafanye mazoezi, lakini vile vilivyokuwa natoka kwenye basi la BM hatuwezi kuruhusu. Vile vitu unajua ilikuwa ni siku ya giza, hatuwezi kuvikumbuka tusivibainishe katika kamera, lakini tuliwazuia wale watu mbadala. Wenyewe Simba tuliwaruhusu ingia uwanjani mfanye mazoezi, lakini yale mabegi kama mnasafiri kwenda Misri hatukuyataka. Na ndio iliyotokea kwenye Samongepa. Young Africans ndo yenye wachezaji ambao wana ubora ambao unazungumzika. Pakome, Maxi Zengeli, Azizi Stefaniki, Chama Cloutos. Protector. Pale mlinda mlango, safu ya ulinzi safu kabisa. Dickson Jobu, huko kuna Ibrahim Baka. Nini ambacho kinawapa ukakasi wa kutokwenda kucheza aliyakuwa Young Africans ni moja kati ya timu yenye wachezaji wenye ubora wa hali ya juu? Ni kwamba mnayofia Simba ambayo hivi sasa inaonyesha kujidhatiti na kuitaka dabi ya Kariakoo? Sio sababu hiyo, unakosea kidogo. Sisi hatutaki kucheza na Simba mechi hii ya dabi, si kwa sababu wana uwezo mkubwa. Simba uwezo wao ni sawa na Namongo, Simba uwezo wao sisi ni sawa na Tabora, ni sawa na JKT, ni wadogo sana compare na kikosi chetu na quality ya wachezaji wa Dar es Salaam Africans. Tunachokataa sisi ni
taratibu na sheria zifuatwe. Taratibu na sheria zifuatwe. Na hiki chombo ambacho tumekipa mamlaka, kama wanashindwa wanoke. Hiyo yote tunatengeneza si kwa faida ya Yanga tu, hata kwa faida ya Mashujaa, hata kwa faida ya Ken Gold. Kwamba kesho na kesho kutwa nilikuwa naangalia kwenye mstakabali wa mechi ambazo wanacheza Simba na Yanga. Yaani TFF wametengeneza Simba na Yanga kama watoto fulani hivi kwenye klabu ambao wako tofauti. Ndio maana hata kama wanacheza wenyewe hawezi kucheza. Wewe kusikia Yanga anacheza mechi ya Simba saa 8 mchana. Wai Tabora. Simba wanaipangia mechi ambayo ni muda ambao utakuwa tofauti kidogo. Mchezaji mmoja yuko timu ya taifa wanafanya kuahirisha mechi. Naona bana, nilikuwa naangalia sasa hivi kwenye hapo juu ya mamlaka. Yaani inaonekana kwa sababu mamlaka zilizokuwa juu kwa upande tena kwa mwenzetu huyu mtu Kolo huyu. Inaonekana kama vile analelewa kama mayai. Sisi wakati tunacheza shirikisho mwaka 2023 tulifikia kucheza finali hatuna kiporo. Tulikuwa tunacheza Jumanne wanatupa mechi ya Alhamisi. Toka Alhamisi tunacheza Jumamosi. Hamna kuchoka. Tunatoka safari kucheza shirikisho, tunaingia hapa tunaambia tutakesha. Mmoja mliunganisha kwenda Mwanza. Kwenda Mwanza kucheza. Yes. Lakini yule mtu mwingine wanamwachia tu anaweza anakaa siku 11 na delay wanakuambia. Sasa hivi nimeshangaa. Waandishi ndio hili sijaona mtu analiongelea. Kwa ratiba sasa hivi iliyotolewa na CAF na TFF. Ligi yetu inaenda kuisha Julai. Mwezi wa 7. Yes. Wakati watu walikuwa kwenye prison, watu watakuwa wanatafuta ndio maskini wanatafuta kwa wachezaji wengine wa kuimarisha vikosi. Yaani ni kwamba wachezaji wote hawana likizo sasa. Ni kwa uzembe wa vyombo hivi tulivyoviweka. Unaona bwana? Wewe unaweza ukaahirishaje mechi mpaka tutakuja kucheza mpaka mwezi wa 7. Yaani watu wanakaribia kuanza ligi mwezi wa 8. Sisi ndio bwana vilabu vyote huwa vinamaliza ligi kabla ya kucheza klabu bingwa Ulaya. Haijamaliza. Sasa ina maana sasa sisi tutakuwa tumevuka, yani watu wengine wako likizo, sisi tunaenda kucheza ligi. Ukiuliza sababu haipo, ni sababu gani brother? Tofauti na vilabu vingine vya Afrika. Nitajie sababu. Wenu uko pale kwamba hamna imani na bodi. Sisi hatuna imani na bodi ya ligi na bodi ya ligi wang'oke. Mtachukua vipi ubingwa na watu ambao sisi ubingwa tuchukue, tusichukue, tushushwe daraja. Sisi tuko kama Mandela. Lakini kwamba ili uweze kuikomboa South Africa hatuna dalili ya kukosa ubingwa kwa sababu sisi kila mechi tunashinda. Na hiyo anayesema ya dabi tutaipigania hizo pointi zetu 3 hata tukifika FIFA. Hata ikitulazimu kupigwa sisi ngombe blaza. FIFA mtafika. Nisikize blaza. Tutafika kwa sababu sisi hatujafukuzwa kasi. Sisi tumeambiwa tuongeze mwanzie ngazi ya chini kwanza. Na ngazi ya chini wakishindwa kutupa hamna imani. Kuna taratibu. Tusiposikilizwa ndani ya siku 45 sisi tunapanda tena. Kwa vigezo vipi? Kwa vigezo ya kupita wizara ya michezo. Wizara ya michezo watatupa waraka kwamba chombo cha mchezo kimeshindwa kutupa majibu. Naam. Kwa sababu hii kesi najua kesi inaenda kwa nyingi. Kesi ya kutokwenda uwanjani kusimamia msimamo uliokuepo. Sasa sijajua itakuwaje kwa sasa sisi ndio tunaonekana ni wenyeji. Sisi tunatakiwa tupange vingilio. Sisi tunatakiwa tuhudhurie kwenye mkutano. Wa nini? Kabla ya mechi. Ambao hatutohudhuria. Sasa hao washabiki watakwenda vipi uwanjani? Picha linaanza hilo. Kwa hiyo mechi haipo. Kuwepo kwetu kwa hiyo kucheza kwetu kwa ile mechi ni kuondoka kwa ule uongozi ambao umefanya upumbavu. Kwa hiyo watu wa Simba wakati tiketi wa Yanga wanakata tiketi kwa kiingilio gani ambacho hatujapanga sisi? Kipi? Viingilio vinapangwa na timu mwenyeji. Kipi tulichotangaza? Mpo tayari kutumia mapato yale mliokusanya? Sio tukusanye mapato. Yanga tuna mapato makubwa. Yanga ukisikia timu kubwa ina haki na ukubwa wake. Rais wetu bwana ndio rais wa vilabu Afrika. Hatuna wazazi katika hilo, tuna wadhamini wengi, masponsor wanaokutosha tunao. Na akaunti zinasoma vizuri. Na ndio maana tunadiriki kuwalipa wachezaji fedha nyingi sana. Wanatia katika mtihani kwanza wanatupa hasara kubwa. Wanapeleka ligi mbele sana, sisi tuendelee kuwalipa wachezaji gari sana kwa vitu ambavyo havina msingi yote. Mama huoni kama utawatia aibu mbeleni? Hauwezi kututia aibu. Sema unaenda kuleta athari kwenye ligi yetu. Kwa sababu tunatafuta haki yetu. Sisi tukienda kushtaki, sisi hakuna kitu ambacho hakiendi mahakamani. Ila tunajua madhara ya kwenda mahakamani ni Tanzania kufungiwa kucheza mechi za kimataifa kwa muda wa miaka 4. Sisi tunakwenda, yani ni bora tufungiwe, tuko tayari kwa hilo. Tuko tayari kwa hilo brother. Sio heri kwa shari. Yani ni heri. Hiyo ni heri tunakuwa nayo. Sisi tunachotafuta ni haki. Mtu anayetakia haki si kwamba anatafuta shari. Mtu anataka haki anataka heri. Tunataka kesho na kesho kutwa wawe na nidhamu ya kutumia. Tunasema brother, sheria zifuatwe brother. Sheria na taratibu zifuatwe. Kuna mtu anaitwa Mboto ile. Mboto unamjua Mboto? Ni afisa. Sasa yule Mboto kuona kwamba kuna uzalishaji. Tunatoka kasi tunaambiwa kwamba tunatakiwa tuanzie
huku nchini kwetu tupewe, yani tupate maamuzi njetu. Anaujua na waandishi wa habari anasemaje, tuliwajua wale watangukia pua. Unaweza ukaliongea kwa mwanao kwamba unajua kwamba tulijua, yani anatubainishia. Ndio hata rais wa TFF anarudi anatuambia kwamba tusilete uuni hapa au tukaigize picha. Yani tukiunganisha tunapata picha kwamba okay, hawa jamaa wako upande wamedondokea upande wa pili. Kwa hiyo hatuna imani naye. Mtu anamkataa Kimu brother. Na sisi tulipeleka kule makusudi. Kwa sababu tulijua kwamba hatujakizi vigezo. Ila tukisubiri tukizi vigezo, hawa jamaa hawatatupa barua. Kwa hiyo tutapoteza sifa ya kupeleka rufani yetu kasi. Ukizungumzia kuhusiana na dabi, kumekuwa kuna vitendo vya uvunjifu wa kikanuni na huwa vinawakumba sana Young Africans kupita mageti yasiyo sahihi na muda mwingine pia kutokutumia vyumba vya kubadilishia nguo. Hili limekuwa likizungumzwa na hivi sasa pia ni sehemu ya hoja ambazo zinajengwa na wana Simba. Nanyi mmekuwa ni wanufaika. Ili kwa Simba kwa nini linatolewa povu kiasi hiki? Brother, kukiuka taratibu na kanuni zilizowekwa na bodi ya ligi. Hawakuishia hapo kwamba mtu atakayepita geti ambalo hakuruhusiwa kupita mchezaji. Ndio hivyo imeishia hapo, hapana. Kuna faini, kuna kitu ambacho kinapelekea kukuadabisha wewe. Lakini hizi faini mnaonekana kuzimudu, ndio maana mmekuwa mkivende. Na ukiona tunazimudu, sisi hakuna mtu anapenda faini. Ila unaweza ukapenda faini kwa kuona kwamba ile faini inaweza ikawa na afadhali kuliko ambalo ningekutana nalo kama ningetekeleza kanuni. Kwamba ungekutana na aibu. Hapana, nisikilize. Yani tunakubali kulipa faini. Unakubali kwamba Young Africans haipati matokeo kwa njia iliyo sahihi, ndio maana sio kweli. Sio kweli. Sasa brother, ngoja nikwambie kitu kimoja. Unaona kabisa gari linakuja kule mbele, labda pengine ni limeferi black. Wewe uendelee kutumia zile sheria za barabarani kwamba unapitaka kushoto au unaweza ukachepuka kulia hata kama ukipigwa faini shilingi 30,000, lakini ile ni dharura. Sisi tunapokuwa tumeona kwamba hapa ndipo sipo, sisi tunakwenda kwa sababu hata wao walijua. Ndio maana wakaweka kanuni na wakajua kikiuka kanuni faini yake ni kadhaa. Anaitwa Kachumita. Yeye anakuambia hawachezi. Kazungumza mengi sana Dickson Kachumita. Naona ameshusha kwanza alilokuwa nalo moyoni na sisi tutasubiri tarehe 15. Kwa hiyo unaendelea kuhimiza wana Young Africans sisi tunaendelea kuhimiza. Sisi wana Yanga ni waelewa. Hatuwezi kufika uwanjani kwa sababu tunakwenda uwanjani kutokana na mwongozo wa viongozi wetu. Viongozi wetu mpaka jana nilikuwa naangalia kwenye page ya Dar es Salaam Young Africans, nimeangalia kwenye page ya rais wetu, hatuchezi. Kuna neno lina maandishi 9. Hatuchezi. Basi, herufi 9 zile. Sasa kama sisi hatuchezi, wewe unaenda kufanya nini? Sasa unaweza kaenda kufanya mazoezi ya kuzunguka uwanja Mkapa. Basi lakini mpira miguu. Kwanza nikupe labda kwanza. Tulikuwa na mialiko miwili tarehe 15 Juni, tulikuwa tunataka kucheza na Loyo katika kufungua uwanja wao nchini Rwanda. Tulikuwa na mechi na TP Mazembe, mechi ya kirafiki Kongo. Kwa hiyo bwana tunaendelea kujishughulisha na safari zetu za michezo za kirafiki ya kimataifa. Lakini ile mechi tarehe 15 Juni hatuchezi, labda wacheze Makoro na Makwinzi wao. Sisi hatuchezi. Nyuma ya kamera ni Augusto Tabibu, mtu imara anayefanya Kachumita aonekane katika uangavu wa HD high definition. Mimi langu jina naitwa Jafet wa Mipango. Endelea kushikilia hayo maneno yenye herufi 9 zilizochanganyika kwa irabu na consonant. Tutasubiri tu tujue mbivu na mbichi itakuwa vipi. Watakwenda au hawatokwenda? Naomba niweke nukta kwa hapa. Kachumita, labda una lolote la kuambia wananchi? Mimi nasema hivi, wasubiri wakisikia bodi ya ligi imengoka. Sisi hata saa 8 usiku tunaanza kuchezea hata wapi kule Makoro wenye uwanja wao kule. Hata Bunju sisi tunaanza kwenda kucheza. Kama bodi ya ligi inangoka hata leo, sisi tutaenda kucheza nao, waseme Karume, wamchague kocha, referee, watajua wenyewe, sisi tunacheza nao. Na wale tunawangoa, ni wadogo bado. Ni wadogo mno katika swala, yaani ukiingesha na quality, ni vitu viwili tofauti kabisa. Mbingu na ardhi hawawezi kufanya lolote. Lakini tunang'ang'ania kutocheza ili kanuni na taratibu zifuatwe. Bwana Yesu asifiwe. Milele amina.